ndani ya hichi kifaa kuna sensors ambayo inakwenda kudetect haswa uwepo wa huyo kiumbe hai. Alafu pia kuna na speaker zimeconnectiwa. Iwapo yule kiumbe hai atakapoweza kufika katika hili eneo, sensor inapeleka ujumbe katika nini? Speaker inakwenda kutoa sauti ambayo inapelekea kishawishi na kufukuza yule kiumbe hai ama ndege. Sasa make it detect. According to mpaka mtiwa. Hapo bado hai detect bado. Katika hii mfumo wa wa maji hapa kwa mfumo wa maji hapo ni irrigation. Humu ndani kuna motor. Humu ndani kuna irrigator ambayo kwa mfano tuchukulie hapa tumetoa kama lile shamba sisi kwa ni kubwa, binadamu atakuwa hawezi kwenda vile kuna kulimwagilia leo. Kwa hiyo maji yatakuwa yako hapa, yatakuwa na kontroliwa hapa. Akiwasha kule switch, then maji huko yatatolewa command kutoka kwenye irrigator, then maji huko yatatolewa kutoka kwenye yatapump hapa, then yataenda mpaka kwenye shamba. Kwa upande wa huyu mkulima mdogo mumemsaidiaje kwa upande wa gharama? Ataweza kuinunua hiyo drone, akaweza kufanya hayo mambo wakati yeye mwenyewe analima chakula kwa kula yeye mwenyewe? Asante. Kama mnaweza kukumbuka wakati namalizia presentation yetu tulisema kama tunaomba ushirikiano aidha fedha kwa hata kimawazo. Hii tumetizama kwa wale wakulima wadogo kwa sababu wale watakuwa hawana funds kubwa, yani hawana njia kubwa ya kupata funds. Kwa hiyo ikiwa sisi kama ni group ambayo tumejiorganize, tutaweza kumsaidia yule mkulima aidha kwa kumpatia kifaa ambacho kitamsaidia kuanzisha ile mauzo yake. Then atakapopata ile mauzo yake, atakapopata ile funds, atajiendeleza yeye wakati sisi tayari tumeshamwanzia huku chini. Kwa majina naitwa Ryan Makame Omar kutoka Zanzibar Commercial Secondary School and also from Lucas Group. Hapa nimekuja kuwasilisha changamoto ambayo inatokana katika jamii yetu. Katika jamii yetu tumeona changamoto ya kukosekana kwa taarifa muhimu za awali zinazochelewesha muitiko wa haraka katika maafa au majanga. Hii ni kwa sababu ikiwa tatizo litatokezea tutashindwa kuweza kujua wapi waokozi wataweza kuwasaidia manusura kwa wakati sahihi. Kutokana na maafa haya tunapata suala la uokozi wa dharura. Na suala hili limesimama kama changamoto kwa sababu ikiwa waokozi tunawategemea watashindwa au watakosa njia ambayo itaweza kuwasaidia manusura kwa wakati husika, tutapata vifo vingi ambavyo visizotarajiwa. Asante. Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Ifithar Idi Mohamed, ni team leader katika group la Lotus na natokea shule ya sekondari Dr. John Pombe Magufuli. Na kutokana na muda moja kwa moja ningeomba niende moja kwa moja katika suluhisho ambalo katika suluhisho la changamoto ambalo tayari lishakuja kuwasilishwa na presenter aliyenitangulia kabla yangu. So kama tunavyojua teknolojia ya drones tayari ipo. Na ikiwa unafikiria kutumia teknolojia ya drones katika masuala mazima ya uokoaji, hii itasimama kama ni suluhisho muhimu katika kuwaokoa manusura ambao wamepata majanga katika maeneo ya maafa. Na kwa nini tuweze kutumia solution ya drones? Tunaweza kutumia solution ya drones, lakini kitu gani ambacho tutakiboresha zaidi katika solution yetu ili kufanya kazi ya ile changamoto ambayo tumekuja kuelezea? Tunaweza kuadd vifaa ambavyo au kuongezea vifaa ambavyo vitaweza kutusaidia katika masuala mazima ya uokoaji katika majanga tofauti ikiwemo kuporomoka kwa majengo, majanga ya moto,
sehemu za migodi kuporomoka kama vifusi vile, kama wenzetu ambao wanafanya katika kazi za kiuchumi kama mining, au kupotea kwa mtu katika sehemu za misitu, au hata sehemu za baharini, kuzama kwa vyombo vile vya baharini. So kwa sisi kama group tulivyojadili, kutokana na changamoto hii, vifaa ambavyo vitaweza kutusaidia katika masuala mazima ya uokoaji wa dharura katika maeneo tofauti tofauti na changamoto na katika maeneo tofauti tofauti, pamoja na aina za maafa ambayo yametokezea. Kwa sisi tumegundua kuwa au solution ni kuwa drones tunaweza kuongezea sensa ambazo zitaweza kudetect kitu ambacho tunakitafuta kwa urahisi. Na hizo aina za sensa ziko za aina tofauti tofauti. Na ningeomba nianze kuelezea aina hizo za sensa yapo kwa uchache na yapo sio zote kutokana na muda. Na sensa ambayo nitaanza nayo kuelezea ni thermal imaging sensor. Thermal imaging sensor ni aina ya sensa ya aina gani? Tunapozungumzia thermal imaging sensor, hii ni aina ya sensa ambayo tunaweza kuiadi katika drones chetu. Kwa mfano, drones hii hapa iko katika mfumo ambao unaweza kuadi sensa ambayo ni hichi hapa. Unaweza kuadi sensa katika matumizi yako au katika solution yako. So, thermal imaging sensor tunaweza tukaiongezea katika drones yetu, na inaenda kufanya kazi sehemu za majanga, aidha majanga ya baharini ambapo katika masuala mazima ya uzamaji wa vyombo vya baharini, ama miporomoko ya majengo na ardhi. Hii ni aina ya sensa ambayo itaweza kudetect joto linalotolewa la mwili na la kiumbe hai. Hii itaweza kusaidia masuala mazima ya kuchunga muda. Kama sisi tukiwa waokozi katika majanga hayo, for instance ya baharini au kuzama kwa meli, na pale tunajua watu wengi itakuwa wapo katika masuala yale ya katika rescue ambayo watakuwa wengine wamezama na nini. Kwa hiyo tunapotumia sensa hii moja kwa moja itaenda kudetect sehemu gani ambapo joto la mwili la kiumbe hai linatoka au limedetectiwa na ile sensa juu ya usawa wa bahari. Na hii itaweza kuwasaidia wale waokozi wetu moja kwa moja kupoint location ile pale ambao tayari sensa imesha detect na kutoa information kwa ajili ya shughuli za uokozi. Na aina nyingine ya sensa ni carbon dioxide and oxygen sensor. Carbon dioxide and oxygen sensor ni aina ya sensa gani? Carbon dioxide and oxygen sensor ni aina ya sensa ambayo tunaweza kuiadi katika drone. Itaweza kutujulisha pale ambapo manusura wataweza kupumua, kutoa nje hewa chafu au kuingiza, ambayo ni carbon dioxide na oxygen. Na hii sensa itaweza kudetect ile sehemu ambayo kuna ishara hizo hapo zitatolewa. Kwa hiyo itawasaidia waokozi moja kwa moja kwenda kupoint location ile pale. Na hii sana katika maafa yale ya miporomoko ya majengo pamoja na miporomoko ya hivyo vifusi ambapo katika masuala mazima ya mining. Na hapa katika mawasilishaji yangu, kwa nini nawapa sana kipaumbele viumbe ambao wanaweza kusurvive? Pia tunaweza kutumia sensa ambazo zitadetect watu ambao wamepata maafa lakini tayari washapoteza uhai wao. Kuna sensa ya aina moja inayoitwa ground penetrating sensor. Hii ni aina ya sensa ambayo itaweza kutujulisha kuwa sehemu hii tayari yuko kiumbe hai licha ya kuwa ameshakufa, kwa ajili ya shughuli za uokozi na kwa ajili ya kupeleka miili kwa jamaa na ndugu zao kwa ajili ya shughuli nyingine za mazishi. Kutokana na muda naomba kwa leo niishie hapo, lakini kwa maelezo zaidi unaweza kunifuata tukaweza kukuelezea. Haya. Na natumai tutaweza kusaidiana katika masuala mazima haya, kwa sababu swala hili au changamoto hii imebeba uwanja mpana katika jamii. Kama tunavyojua, katika jamii zetu tunapata maafa ambayo hatuyatarajii wala hatuombi kutokea. For instance, kuna jengo kama mwaka jana, jengo la Kariakoo Dar es Salaam lilianguka. Kulikuwa kuna watu wengi wanafanya shughuli zao za kiuchumi.
Kwa hiyo ningeomba tusaidiane katika hizi process za kutengeneza idea hizi na sensa, na natumai hizi sensa bado nyingine hazijakuwa tayari kutengenezwa, yani hazijatengenezwa bado. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie katika masuala mazima ya utengenezaji wa sensa hizo na kuadi katika drones ili kuwezesha masuala mazima ya uokoaji in a short time na kuepusha asilimia kubwa ya vifo katika sehemu za maafa. Asanteni. Asanteni sana. Makofi kwa wawasilishaji wenzetu. Malabango. Señorita. Mr. Samahani. Naomba kuwasilisha slogan tu. Slogan yenu? Slogan yetu. Haya. Slogan yetu sisi kama Lotus Group ni Empowered Girl, Empowered the World. So nikisema Empowered Girl, mtaitikia Empowered the World. Empowered Girl, Empowered the world. Empowered Girl, Empowered the world. Asanteni kwa kunisikiliza na wapenda sana. Nimesikiliza presentation yenu. Nilikuwa na maswali lakini kadri ulivyokuwa unaongea baadhi ukawa unanijibu. Labda tu niulize, labda wadau wenu watakuwa haswa ni wakina nani katika hili ambao mtakuwa mnafanya nao kazi kwa karibu? Swala hili au changamoto hii sana nitapendekeza au sana itakuwa ni wale waokozi katika sehemu za maafa. Wale ndio kipaumbele, yani wale ndio watatakiwa wachukue kipaumbele katika kuwekeza hizi aina za sensa au hizi vifaa vya aina vya uokoaji katika sehemu tofauti tofauti na maafa ya aina tofauti tofauti, kuweza kuwasaidia wao kuokoa watu na kuepusha asilimia nyingi za vifo katika sehemu za maafa. Umezungumzia sensa mbili umezitaja. Ile ya thermal pamoja na yale nyingine. Sasa kwa nyinyi hapa mmetengeza solution gani? Mnazo zote sensa mbili au sensa moja tu? Then how the system itasaidia wale wanopata majanga kule kwa wakati? Kwa hiyo kwanza viwepo vile visensa ambavyo vitaweza kudetect kama kuna janga la moto ili watu waweze kujiokoa vipi au kujikwamua vipi kwa wakati ule, huku akijua kama ofisi au emergency rescue wale ambao wanaweza kuokoa kwa wakati ule wako katika mapumziko au kwa wakati huo hatuwezi kuwapata hafla. Kwa hiyo ningeomba kwanza wenyewe katika masuala yale ya kutengeneza mfano hizo nyumba watie vifaa kama hivyo, vitaweza kuwasaidia sana. Malabango. Señorita. Sisi kama wasichana wa kisasa, wasichana tunataka kuleta maendeleo katika jamii yetu. Wasichana tunataka kuibadilisha Zanzibar. Tumefikiri na kugundua tatizo ambalo limekwamisha sana Zanzibar katika maendeleo. Ambalo ni kwa nini Zanzibar malaria hayafiki 0%? Kwa nini hasa? Je, hamujiulizi kama watu wengi hapa Zanzibar wanakufa kutokana na tatizo la malaria? Watu wanasafa. Ukienda huku malaria. Why? Sasa tumekuja na mbinu na mikakati bora ya kuikomesha hii malaria. Serikali tunaona kila siku inachukua jitihada mbalimbali. Inahamasisha watu kulala na neti zenye dawa, inahamasisha watu kutia HEAT, inahamasisha watu kufanya mbinu mbalimbali za kujiepusha na mbu wa malaria. Lakini bado malaria inaendelea. Sisi kama watoto wa kidijitali, wasichana wa kisasa, tumekuja na mbinu ambayo ni bora na itafanikisha kutokomeza malaria kwa kiasi fulani. Katika wasilishaji wetu huu, tutatumia kifaa cha kidijitali ambacho ni drone, kama hizi hapa mbele yetu. Kifaa hiki kitatumika katika kutusaidia sana kuteketeza mazalia ya mbu. Kwani mbu ndiye anayesambaza malaria na mbu ndiye anachukua malaria kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, kisha yeye anaenda kuzaa katika mazalia yao na malaria yanakuwa siku hadi siku. Kifaa chetu hichi tutakiweka sensa maalum, kitaenda kudetect mazalia ya mbu. All of us know that mbu wanakuwa katika maziwa ama stagnant water. Stagnant water yoyote mbu anakuwa,
anatoa yai lake kwenye maji, yai linageuka. Inaonyesha vipi drone yetu itakwenda kudetect mazalia ya mbu. Mazalia ya mbu sisi tumeona ni mengi sana. Mbu anakuwa katika maziwa ama stagnant yote yote. Kama kuna visima havijazibwa au havijatoa kifuniko, mbu anakwenda anazaa yai lake, anatutoa lava, anageuka kuwa mbu tena. Malaria yanasambaa katika jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni drone yetu, ina sensa maalum. Sensa hiyo itadetect eneo gani pana ziwa. Drone tu ikishapata habari kutoka kwa sensa ya kudetect eneo lenye ziwa, itaachia dawa maalum ambazo dawa hizo zinaitwa larvicide, kwa sababu sisi lengo letu ni kuua lava, yani kuiua isije kageuka mbu na kusambaza mbu wengi. Ile drone itatumika kumwagilia dawa, yani insecticide, katika maeneo ambayo mtu wa kawaida hawezi kufika. Sisi kubwa na kwenda kumwagilia dawa za mbu kwa rafiki katika visiathiri cha mitaani, katika misitu, maeneo ambayo tunajua kama kule hapo malaria itakatika. Vile vile drone inaweza kutumika kwa masheha, kwa nani, watu watumie hit, watu watumie net zenye dawa, watu watumie njia ambazo watajiepusha na mbu ili wasipate malaria. Digital transformation. By the way, samahani, kitambulisha Biblia tunaitwaje? Our group ina called au inaitwa The Hero Girls, ambayo kauli mbiu yetu au slogan yetu ni The Hero Girls, Zanzibar bila malaria inawezekana. The Hero Girls, Zanzibar bila malaria inawezekana. Hatuwezi kutengeneza kifaa ambacho hakina faida yoyote. Sasa sisi kama wanawake kama wasichana wa kidijitali, tukaona tuwaletee na matokeo chanya hizo drones. Kwanza, drones ni less times consuming. Drones haitumii muda mrefu. Drones ni kwamba tofauti na ile njia ambayo mtu anachukua, anawapa pesa watu wanaenda kumwagilia sehemu. No. Drones unairusha dakika 2-3, inafika sehemu, inamwagilia tena kwa muda mfupi kabisa, kwa hiyo inakuwa haitumii muda mrefu. La pili, drones ni accurate. Drones ni ya uhakika. Tofauti na kumpa mtu pesa, shika kamwagilie, hujui sehemu gani ataacha, sehemu gani atatia. Kwa hiyo ukitafauti na kutumia drones, ushampa mtu drones, anaenda anatia pale dawa, kwa unahakikisha mazalia ya mbu yote yametokomezwa. Yaani drones inaweza kufika sehemu ambayo mtu hawezi kufika. Kama tulivyoonyeshwa pale, drones zinafika misituni na sehemu. Halafu importance nyingine katika uchumi, drones inasaidia sana katika uchumi. Mfano, mfano tourism. Wanatoka nchi nyingine, wakisikia Zanzibar kuna malaria, je, hapo patakuwa kuna utalii? Hautokuwepo. Kwa hiyo watalii ili waje hapa ni kwamba wasikie Zanzibar kuna 0% ya malaria. Halafu nyingine, wakulima, wavuvi na kazi nyingine zozote haziwezi kuenda bila ya kuwa kuna maradhi, watu wanakufa ovyo ovyo. Kwa hiyo pia drones itasaidia katika uchumi. Subiri nimpe huyu kwa ajili ya contribution. Kwa upande wetu, kitu ambacho tunakitaka kwenu nyinyi au tunawaomba mtusaidie ni kutupa mashirikiano kutokana na hiki kifaa ambacho tumekianzisha ama tumekivumbua kwa ajili ya usaidizi wa malaria. Kwa hiyo tunaomba mashirikiano yenu, kwa vyovyote mtakavyoona ni sahihi kutusaidia, tunapokea mashirikiano yenu. Asante. Girls in ICT, inclusive digital transformation. Girls in ICT, inclusive digital transformation. The Hero Girls, Zanzibar bila malaria inawezekana. Sote tunatakiwa kupambana kukomesha gonjwa la malaria. Malaria ni tatizo kubwa katika jamii zetu. Jamani, tujitahidi, tusaidianeni ili kukomesha ugonjwa wa malaria. Asanteni sana. Asanteni sana. Kalabango. Señorita. Asante kwa uwasilishaji wenu. Karibu. Asante sana kwa presentation nzuri, kwa kweli mimi nimezoea kuwa wa mwisho kwa sababu ile swali langu linakuwa ni irritating. Na sitaki niliulize mwanzo. Labda niulize kuhusiana na hii solution yenu.
Sawa. Sisi tunajua kuna wadau wengi wanaohusiana na malaria, na hii sasa hivi sisi tunasema malaria ni zero malaria Zanzibar. Sio tunavyoambiwa hivi? Sasa nyinyi ndio kuitumia wapi? Mimi naambiwa hivyo na wizara. Kwa hiyo naomba nielezee kwa nini tunaambiwa zero malaria afu unasema tunaenda kutokomeza malaria. Anatoka wapi? Tunasikia serikali inachukua jitihada mbalimbali kama tulivyoanza mwanzo ya kufikisha malaria. Sasa hapo zero imetokea wapi? Sisi tunataka kufikisha hadi pale hakuna hata mtu mmoja Zanzibar atakayeanguka au kudhurika na hili gonjwa la malaria. Ndio kampeni yetu inayozungumza. Mpe na Mansura. Sasa hapo si ndio kampeni yetu inazungumza hivyo. Sasa hiyo imeonekana inasababishwa na vile vidimbwi ambavyo vina found msituni. Shafahamu? Huku watu watahakikisha kote mabwawa na nini vyote wametia dawa. Halafu yanaibuka kwa nini? Kwa sababu kuna madimbwi msituni. Kwa hiyo tukaamua tutengeneze drones ambazo zinaweza kufika hata kule msituni zikatia dawa na malaria yakatokomezeka. Asante. Napenda confidence yenu. Madam Nafia ilikuwa nawaza sawa na mimi. Mimi nilikuwa nina ushauri. Nilipenda manake wenyewe wanasema no research no right to speak. Mnaijua hiyo. Sasa swala lenu is a very good idea. Lakini nilikuwa napenda tuambatanishe na takwimu. Yaani na hiyo nafikiri mtapata msaada na facilitator mkapate from the ministry the current position ya malaria. Kama sasa hivi maybe tupo kwenye 0.5% au tupo kwenye 1%. Now tunataka turudi mpaka kwenye 0. Kwa hiyo hata utakapokuwa unazungumza utakuwa umejibu hata doubts za watu wengine kama doctor hapa, na mimi mwenyewe of course natoka bara lakini nasikiaga kwamba Zanzibar hakuna malaria. She's very right. Lakini sasa mkiwa mmepata takwimu then kwenye ile introduction mnatuambia sasa hivi tuna 0.7, kwa hiyo tunataka kwenda kwenye 0, na kama alivyosema hapa dada mzuri kabisa kwamba huku mjini tumefanikiwa, lakini hii 0.7 maybe inatokana na uko kwenye misitu tunataka tufike. Kwa hiyo hilo nafikiri kulifanyia kazi. Jambo lingine nilikuwa na uliza tu hiyo teknolojia ya drone. Sawa, inaenda inanyunyizia dawa. Je, hiyo dawa labda inakaa kwa muda gani? Na je, hicho kifaa baada ya kuwa imenyunyizia dawa kuna message yoyote inapeleka kwa maybe responsible institution ili labda maana kupulizia dawa yes ni one way, lakini hatutarajii kwamba hata kama kuna dimbu lipuliziwe dawa afu iishie hapo. Labda institution husika iambiwe kutokomeza kabisa lile dimbu labda lisiwepo. I don't know. Au labda kama itakuwa hiyo dawa inapuliziwa kila baada ya muda fulani kwa sababu dawa sitakuwa inaisha nguvu. Sasa hapo kama mnaweza mkanifafanulia zaidi. Asante. Katika hivyo hatuendi kwenye bwawa lolote tu tukatizama. Kama tulivyoona huko drones yetu ina detection. Yaani vitu ambavyo sensor ina sensor kama wanapoona. Kamera hizi hapa zinaenda zinatizama. Confidence. Mimi napokea. Kazi yake ile drone inakwenda inamwagilia tu dawa, au kwanza ina detect kwamba hapa kuna vimelea, baadaye ndio inamwagilia, au inakwenda unarusha drone kwa kila bwawa kwa bwawa kule, baadaye una assume kwamba kutakuwa na vimelea kule, baadaye unamwagilia au washafahamu au yenyewe ina detect hichi cha nje hichi cheupe ni kama nyumba ambayo unaweza ukaunganishia sensa zako. Kwa hiyo sisi hapa katika nini yetu tumeunganishwa sensa hizo mbili, sensa ya kudetect na sensa ya kumwagilia medicine. Kwa hiyo itakapofika sehemu ambapo pana dimbwi na pakaona hapa hili dimbwi ni dimbwi ambalo litasababisha
utasababisha au mbu au hili ni dimbwi chafu ambalo lina viluilui ambao ni lava. Kwa hiyo yani ndio isha detect pale, ishagundua kwamba lile ni yani, kwa hiyo hizo sensa mbili zinategemeana. Ikisha detect huku inamwagilia medicine. Asante. Haya. Ndio kuongezea jamani. Kalabango. Señorita. Haya, asante sana. Nikisema empowered girl nitasema transforming world for better future. Empowered girl, Transforming world for better future. empowered girl, Transforming world for better future. Hivi mnajua ndani ya miaka miwili iliyopita tulikuwa tunakula vyakula bila kitoweo. Na isitoshe kulikuwa kuna upungufu mkubwa wa viumbe vya bahari. Kwa kutokuwapotezea muda wenu, nitamkaribisha mwenzangu atakayekuja kuelezea ni nini chanzo. Lakini hapa mbele yangu naitwa Khairun Hassan Malik, ni mwanafunzi wa kidato cha pili na natokea shule ya Tumekuja. Asante. Empowered girls, Transforming world for better future. empowered girls, Transforming world for better future. Kama alivyosema aliyenitangulia, hii inatokana na kukosekana kwa mbinu bora ya ufuatiliaji kwenye maeneo tengefu ya bahari. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuhakikisha hakuna shughuli za uvuvi zinazofanyika. Je, eneo tengefu ni eneo gani? Eneo tengefu ni maeneo ambayo yamewekwa, ni maeneo yaliyozuiliwa kufanyika shughuli zozote za uvuvi. Kama tunavyoona katika ramani. Rangi nyekundu katika ramani inaonyesha maeneo hayo ni maeneo tengefu. Maeneo hayo aidha ni sehemu ambayo ni mazalia makuu ya samaki, lakini pia isitoshe hayo ni maeneo makuu ya maendeleo ya uchumi wa buluu. Je, uchumi wa buluu ni kitu gani? Uchumi wa buluu ni ile namna ya kujua kivipi tunaweza kutumia fukwe, bahari na vilivyomo ndani ya bahari kwa ajili ya kuendeleza uchumi wa buluu na uchumi wa nchi kabisa, uchumi wa nchi kiujumla. Kwa kufikia hapo, ningeomba nimkaribishe wenzangu kwa ajili ya kueleza, je, tumetatua kivipi? Tumefanya nini na kina faida gani tulichokitatua? Asante sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wakubwa shikamoni. Najua mnajiuliza, je, hili tatizo letu linaweza kutatulika na ni kivipi? Msiwe na hofu. Mimi niko hapa kuwapa namna gani tutatatua hilo tatizo letu. Kutokana na teknolojia au tehama, sisi tumeweza kuboresha drones ambazo zitatumika kwenye kudetect vyombo ambavyo vipo katika yale maeneo tengefu, kuonesha ni sehemu gani, pahali gani katika eneo tengefu vipo hivyo vyombo, na pia kwa hatua ya kwanza kama ile drone yetu itaidetect ile chombo, itatoa onyo kwa kile chombo iondoke pale haraka iwezekanavyo. Katika chat letu hapa tunaonyesha drone, hiyo drone yetu tulioibuni ambayo ina vifaa vifuatavyo. Kama mnavyoviona hapa. Drone yetu ilienda zake katika eneo tengefu. Hilo eneo tengefu walienda watu na kufanyia uvuvi. Kama mnavyojua, eneo tengefu lengo lake ni nini? Ni eneo ambalo limetengwa ili kupata mazalia ya samaki yaweze kutumika zaidi na zaidi. Haya, drone yetu imeenda pale. Kifaa gani kilitumika mpaka ikaviona hivi vyombo vinaenda kufanya uvuvi sehemu ile? Drone yetu ilikuwa ina lens.
ambayo hiyo lenzi iliweza kudetect hivyo vyombo na hao watu wanaofanya uvuvi katika sehemu ile. Pia drone yetu ilikuwa ina GPS. Kweli tushaona nini lenzi yetu, nini sensa yetu imevinasa hivi vyombo vinafanya uvuvi katika sehemu ile. Lakini ni sehemu gani katika hiyo eneo tengefu? Kama mnavyojua bahari ina sehemu kubwa na sehemu kubwa tengefu imewekwa, tutajua ni sehemu gani. Tumetumia kifaa kinachoitwa GPS ambacho kitajulisha sehemu hii wapo hao wavuvi wanavua na wanaharibu mazalia ya samaki. Pia hatukumalizia hapo tu. Drone yetu ilikuwa ina kifaa ambacho kinaitwa speaker, ambapo kwa hatua ya kwanza iliweza kutoa onyo kwamba tafadhalini mliokuwepo eneo hilo tunaomba muondoke haraka iwezekanavyo. Hii drone yetu si mnaiona? Hizi waves zinaonyesha kama inawaambia hawa wavuvi walioenda katika sehemu tengefu waondoke haraka iwezekanavyo. Na kama wasingetii hiyo amri, hatua za kisheria zingechukuliwa kwao haraka zaidi, kwa sababu tulikuwa tuna GPS. Tunajua ni sehemu gani na pahala gani katika hilo eneo tengefu wale wavuvi wanaenda kuharibu mazalia ya samaki. Sijui mmenifahamu? Hatukufikia hapo tu. Katika picha yetu hapa inaonyesha ile drone yetu inavyoenda kutumika katika yale maeneo tengefu, katika zile fuko za bahari ambazo haziruhusiwi shughuli zozote za uvuvi zifanyike. Suluhisho letu lina faida kwa nani? Suluhisho letu lina faida kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla. Kwa sababu gani? Kwa sababu linatufanya kupata mazalio mengi ya samaki na kukuza uvuvi endelevu. Kama hamna uvuvi endelevu, sisi tutaishije hapa Zanzibar kati ndio kinachotuinua uchumi wetu? Nyinyi hamjawahi kujifikiria hivyo? Hamjawahi? Pia suluhisho letu ni bora kuliko jingine kwa sababu linapunguza ugumu wa kuweza kujua maeneo yanayofanyika uvuvi haramu. Hemu fikiria hapa, na pia linapunguza nini? Gharama kwa serikali. Fikiria ingekuwa mimi hapa ndo rahisi. Tungekuwa hatuna hizi drones. Tungeanza tena kuchukua boti, tukatia mafuta, tukaenda kuzunguka. Na pengine uko kuzunguka kwetu tutarudi bila nini? Bila chochote. Lakini tushatumia hiki hapa kifaa chetu, kenye vifaa hivyo vizuri, inaleta matokeo chanya. Kwa hiyo na huyu tunaonyeshwa askari wetu alivyotumia hicho kifaa chetu. Mnaonaje sasa na nyinyi mkawa sehemu la kulitatua hili tatizo ili kukuza uchumi wetu wa blue? Mmenipata? Asanteni sana. Empowered girls transforming world for better future. Empowered girls transforming world for better future. Haya, asanteni, tunakaribisha maswali. Asante. Sasa tupate mtu huku ili hapa aanze swali lake. Naomba kutoa tangazo moja, na tangazo lenyewe baada ya hizi presentation kutoka, tunaona hali ya hewa sio rafiki sana nje, lakini tayari tumesha improvise namna gani nyingine ambao watoto wetu wataweza kuonesha kile ambacho wamekizungumza. Kwa hiyo tukimaliza haya maswali, wanafunzi wetu watakuwa na mahali kule kwa dakika 5 ambapo sisi tunajadili mambo mengine, and then baadaye tutakwenda kuona katika ile practical ili tuweze kumaliza assessment zetu kabla ya kukamilisha. Kwa hiyo speaker naomba madam hapo ili aanze. Sasa zamu yetu kuuliza na maswali baadhi ya jamani. Mimi hapo kwa kweli nimekuelewa, lakini kuna sehemu moja tu huko niambie kwamba
hichi kifaa kikifika kule. Kwa hiyo sensa yote haya inayofanya ili kwenda kuambia tu watu nyinyi ondokeni. Kitu gani zaidi kinafanyika baada ya kudetect kwamba kuna uvuvi, let's say uvuvi haramu unaendelea? Itaongea tu nyinyi ondokeni. Hata mimi nitaenda kesho. Haya, asante. Swali zuri. Tumesema hiyo drone yetu si itakuwa ina sensor. Ina sensor na ina speaker. Ikishafika pale, ikishawakuta wale wavuvi haramu, yani itakuwa ndo wavuvi haramu kwa sababu wanavua sehemu isiyohitajika. Kwanza itabidi tusaidie kutoa onyo ili yani wanasema ignorance of law is not an excuse. Yani ukikutwa unafanya kosa utawajibika kwa mujibu wa sheria. Haijalishi ulikuwa unajua au ulikuwa hujui. Yeah. Problem limetulia vile vile. Mimi nataka niulize hivi, take an example, mtu alienda pale kwa kuogelea ili akavue kwa kutumia mbinu nyingine, labda kupiga bomu, akapiga akaondoka na samaki wake kwa kuogelea. Hii drone yako itatofautisha vipi kati ya mtu na samaki? Kwa mfano pale palikuwa ni mtu au ni samaki, atatofautishwa vipi? Sisi nimesahau kwa sababu ya muda, nilikuwa nimejiconfuse mimi mwenyewe. Kama unaona katika hili chat letu hapa, hatujatumia sensor tu, ila yani katika kipindi hichi cha mafunzo yetu hapa tumejifunza vitu vingi na walimu pale mashahidi, kwa kweli mashahidi. Tukajifunza kwamba kuna sensor aina tofauti, lakini sisi tulitaka sensor ambayo itadetect chombo na mtu. Yani ipo sensor, na sensor hiyo tulioiona ni radar sensor. Hii haito detect viumbe vingine vyovyote, itajua kama hivi ni viumbe vingine, lakini ikishaona chombo kimeenda itajua hichi ni chombo na huyu mtu, na haruhusi kukua hapa akifanya uvuvi haramu. Hujanijibu bado. Nimesema huyu mtu hajaenda na chombo, kaenda kwa kuogelea hivi. Sasa lakini pale ni sehemu ya samaki na samaki naye anaogelea. Itatofautisha vipi huyu samaki, huyu mtu? Labda niweke sawa. Hii drone sio kama ndo ipo tu angani mpaka itakapotambua kama kuna upo wa mtu ndio iende. Itakuwa inatembea. Inatembea sehemu tofauti na hata pia ina kamera. Tutaona kuna kamera, tunayo ile remote. Pia inaonyesha, tutaona kama kuna mazingira tatanishi yanayopelekea uvuvi haramu katika maeneo ile. Tunaweza tukatumia, tukaenda kumwambia yule mtu kama ondoke au afanye vile. Mjajibu, lakini nitakujibu baadaye. Asante daktari kumalizia. Ni swali kutizama uvuvi haramu. Yaani 24 hours iko huko au wale wahusika yani wanajuaje kwamba sasa hivi kuna uvuvi haramu? Shafahamu Yeah. Niko hapa kwa ajili ya kujibu swali. Sawa. Kwa vile uvuvi haramu mara nyingi unafanyika usiku, drones yetu itakuwa sana inafanya patrol wakati wa usiku. Maana wakati wa usiku watu ndio wanakuwa si sana kuonekana. Sawa, asante. Asante. Calabanco. Señorita. Asante hivi kwa viendo. Kwa nami najifunza hapa inaanzaje mpaka mwisho nimeelekeza kidogo. Au nimekosea? Nimezungumzia sensa ambayo itadetect ndege ambayo ataenda kuharibu mazao katika shamba. Haya, hii hapa ni sensa yetu na hapa ni drone yetu. Hii drone tunajua katika shamba sinakuwa inatembea juu. Kwa hiyo hii drone lazima ikae chini ili iweze kuona kiumbe ambacho kiko chini kinaharibu mazao. Ambapo itatoa sauti. Hiyo sauti itaenda katika speaker na hiyo speaker itatoa sauti ambayo itafukuza wale viumbe wanaoharibu hayo mazao. Kwa mfano, haya hapa nita turn on
pressure, alafu na connect na tunajalia kwamba tunaenda katika drone, alafu ndio inaonyesha kiumbe ambaye anaonekana katika shamba. Ela kwa inachukua muda kidogo ili kuweza kurudisha sawa. Kwa tunasubiri sauti, au? Yes. Na take time. Naona imezima. Kwa hiyo wale kiumbe ataondoka. Ngoja mimi nije sasa. Haya, kaja. Sogea. Na ndio nilikuwa nasema. Kwa nini yenyewe sogea mbele sawa? Sababu inachukua range kubwa. Au hata ngoje kwanza ngoje. Haya ngoja. Kabisa. Kuna kama yenyewe tu baada ya muda ina start. Radius labda. Okay. Okay. Let's leave some 1 minute. I want to see kama ni yenyewe ina-start au kweli movement. Inaonyesha na detect movement. Ile kuzima. Tusimove. Kuzima ndo kuzima lakini. Maybe in another second try. It doesn't matter Mbona mmeiondosha? nyingine kuna nyingine. Yes. Kwa hiyo ile okay. Ile okay. Kwa hiyo samani kidogo. Sasa kwa mujibu wa movement ile ndege ndo wataweza ndege kwa sababu ni locally wanafanya hivi. Sivyo wanavyofanya kwa kuonyesha. Maybe modified watakuja kuweka hizo. yaani nimekusudia movement ya ndege. Kwa sababu ndege hiyo inakuwa somo kiumbe hai pia. Yaani kiumbe hai chochote kiingia pale inakuwa inalia. mimi nasema ndege sasa. Ndege ni kiumbe hai. Ndio itaweza kudetect. Kwa hiyo hii inatakiwa ikae hapa. Hiyo sasa ielekee kwa chini. Maana ule kiumbe atakuwa chini. Hiyo moja. La pili, kwa hiyo mimi nitairusha wakati najua ndege yupo au inarushwa. Ndio nilikuwa nawauliza. Yaani kwa sababu kama yule mtu ambaye anakaa hivi yule ambaye anatishia ndege yule yuko constant ya upepo. Sasa nyinyi mtakuwa mnazirusha aje hizi kwa kila asubuhi au I don't know vipi itawaka. Kama tunavyojua kwamba hii drones inakuwa tayari being connected, yani inakuwa inapokea kamba kutoka kwa yule ambaye anatumia. Kwa hiyo mimi sitakuwa nairandisha ndio muda wote nitakuwa nairandisha, hapana. Nitakuwa natenga kipindi maalum kama baada ya masaa 2 naenda kutazama kama kunguru pale kapita. Kama kapita nimefanya kila baada ya masaa 2. Na sasa ya pili ambayo imeongelewa ni hapa ambayo tunafanya irrigation. Irrigation ambayo tunaifanya ni mfumo wa liquid. Example tumechukulia mfumo wa liquid. Hii hapa ni water pump ambayo humo ndani mna motor ambayo ina control ili kumwaga fertilizer ambayo pengine iko katika mfumo wa liquid au dawa yoyote katika
mfumo wa liquid kumwaga katika mazao. Mfano, hii app inakuwa ina being controlled kwa kutumia app. Hapa mfano haitoki hii. Kwa nikitaka ku turn on ili kumwagilia mazao, nitabonyeza hapa turn on. Kwa hapo itakuwa inatoa nini? Liquid au dawa fulani hivi katika mazao. Nikitaka nikishaona ishafika amount ambayo nimeweka na turn off. Nikitaka tena na turn off inatoka, nikitaka na off. Kwa hapo inaweza kusaidia, mfano drones hapo inapita juu kudetect ambazo ile sehemu ambazo zina mazao alafu tunataka kumwagilia dawa. Kwa hiyo tunapita mule inamwaga. Kwa ikiweka amount yangu fulani hivi na mwaga, napita sehemu nyingine na mwaga, kwa nakuwa na control kwa kutumia simu yangu. Okay, brilliant idea. Nilikuwa napenda kujua ni app gani ambayo umetumia na connect vipi kutoka kwenye huku kuja kwenye app. App ambayo nimetumia ni Blink, na hii inakuwa kuna line imeconnectwa na line, kwa hiyo huwezi kufanya kwa simu yote tu. Lazima uunganishe na line ili kuweza kufanya nini? Kwa kutumia simu yako. So simu yote hapo, simu yako ukaleta hapa haiwezi kuconnect. Mpaka uunganishe na line ili kuleta information huko kama na mwaga sasa hivi lazima. Mimi tuliambiwa tutaenda nje kwa demonstration. Hivi ilikuwa na hizi maji tutayaona yanamwagika na drone iliko juu vile, au ilikuwa mnataka kutuonyesha nini? Yes. Sema ile mbelifunika vipi ili tanki lingefunga vipi hapa? Kamba hizi hapa tulikuwa tunataka kufunga huko pembeni katika hizo mbao. Kwa hiyo ile drone linabeba mzigo wa tanki hilo. Yeah. Amesha test au mnasema tu imekuwa designed. So la nyongeza. Mimi la nyongeza ni kwamba hii mnamwagilia maji si ndio Maji dawa katika mfumo wa liquid. Kwa hiyo kabla ya kumwagilia, lakini si inabidi mfanye expansion, mtizame sehemu gani inatakiwa kumwagiliwa au? Yes, kwa hiyo ni yenyewe haswa. Kwa hiyo ina detect baadaye inamwagilia. Ndio. Kutumia command. Yani haitaweza kufanya automatically. Lazima itabin command. Lakini tutakapozidi kuendelea mbele, tutafikia stage kama itakuwa tunajiendelea automatically. Lakini kwa sasa hivi lazima tutumie command. Yani wewe ndio unaicontrol. So it's not automated kwamba umeshaiset. Lakini inawezekana. Haya. Asanteni sana. Tujipongeze. Karabaka. Casablanca. Haya, asanteni. Naomba tuwakaribishe. Tunaweza kutumia hata kifaa hiki hapa kuweza kudetect mtu sehemu alipo katika sehemu za majani. For instance, katika ile sensa ambayo hii inaweza yani inashabihiana na ile sensa ambayo nilitaja ni thermal imaging sensor. Inaweza kudetect joto linalotolewa na mwili na binadamu ama kiumbe hai sehemu ya maafa. Kwa hiyo hii itaweza kudetect na kutoa information kwa wale ambao wanaweza au wanafanya zile shughuli nzima za uokoaji. Na pia hii tunapoweza tunapoweza kuiongezea yani vitu ambavyo vitaweza pia kudetect sehemu mtu aliko, lakini kwa njia ambayo ya upumuaji. Pia tunaweza kuongezea vifaa ikafanya kazi hiyo pia, na tunaweza kuiweka katika drones zetu hizo hapo na kufanya kazi ambapo pale ishakontroliwa au ishakumaliwa kwenda katika sehemu la tukio au la maafa, kwenda kuangalia pale na kudetect sehemu gani tunapata manusura kwa urahisi kuweza kuokoa maisha yao. Hatuwezi kuyatouch kwa chini kwa sababu yani muundo huu wa drones tayari chini kuna kamera. Kwa hiyo tukiatouch kwa chini itazuia hii kamera katika masuala mazima yake ya kurotate na kuchukua vision vile. Kwa hiyo hii itabidi tuiatouch hapa. Au itakuwa vizuri zaidi hichi kifaa tutakiboresha zaidi tukakifanya katika small item
lakini chenye kubeba function hiyo hiyo katika drones, kama ile drones iliyojengwa katika muundo wa kuadd sensor au kuadd vitu ambavyo vinaweza kusaidia katika masuala mazima tena ya uokozi, kwa sababu ndio swala ambalo tunalitaka kulitatua. Kwa hiyo tunaweza kutengeneza kama ni kifaa kiduchu na kuweza kukiattach pale, hiyo itakuwa itapendeza zaidi. Na pia itapendeza zaidi drones ambazo yani zitatumika kwa ajili ya masuala ya uokoaji ni zile drones za multi sensor system. Ni drones ambazo zinaweza kukusanya zaidi ya sensor moja katika masuala yake ufanyaji kazi. Hii ndio drones, kwa hiyo inaweza kubeba sensor mfano ya kudetect wale marehemu walikuwa tayari washapoteza maisha katika sehemu ya maafa, au wale ambao wamezama katika maji kama hiyo thermal, kugundua joto linalotolewa juu ya uso wa bahari. Kwa hiyo itapendeza zaidi na inaweza kuokoa muda zaidi kuliko tukiweka drones na kila drones na sensor yake. Calabanco. Señorita. Kwa hiyo ipi ambayo ina detect mazalia sasa? Hiyo itakwenda hiyo Kuna hiyo tumeambia kiumbe hai. Hiyo moja ina uwezo wa kudetect, alafu ikishamaliza kudetect inamwagia dawa. Ndio. Au hiyo inamwagia maji Kwa hiyo huko ndani tunafanya kama dawa. Kwa hiyo huko ndani mtaweka ile ambayo ina detect mazalia. Sawa. Kwa hiyo unaweza kwa hapo demo sana sana ni upande wa kumwagilia. Si ndio? Kwa sababu upande wa detection hapo hamfanya haijakamilika. Okay, kama ni irrigation tayari wale wamesha demonstrate. Au unataka kuelezea? Yaani hapa kamera hiyo system. Lakini hii sana inatumia simu katika kunini kwake. Ndio ile idea. Yes. Sawa. Na chengine hilo. Kuna chengine. Haya, jipongeze. Casablanca. Señorita. Sisi hapa tunatumia vifaa viwili ambacho ni hiki hapa na hiki hapa. Hichi kinatumika kudetect uwepo wa mtu katika maeneo tengefu au chombo. Lakini mpaka sasa tumetumia kujua watu waliokuwepo. Na hichi pia kinafanana na kazi, lakini kuna kitu kimeongezeka. Ni GPS ambayo ipo kwa ajili ya kujua ni sehemu gani haswa hao watu wapo. Lakini pia kuna kifaa kingine ndani yake ambacho kinasaidia kutuma message. Kwa mfano, ndio tutajua sehemu kama ni sehemu fulani, ila asiye tutajuaje kama ni sehemu hiyo. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo zitapelekwa kule. Kwa zile taarifa ambazo zitakopelekwa, hicho kifaa ambacho kinapeleka hizo taarifa bado hatuna. Maana yake hatujapata bado, lakini kinatumika, yani kinakuwemo katika hiki hapa. Na kifaa hichi hapa naweza nikasahau kuelezea. Hichi kina speaker ambayo itatoa sauti. Kwa hapa walikuwa wanatumia wale waliofanya presentation ya kufukuza wale ndege. Kwa hiyo inatoa ile sauti tuti, lakini sisi tutaitia, hatujapata kuitia hiyo rekodi. Ingekuwa tuna muda zaidi tuseme, tungekuwa tumeka rekodi, alafu ndo ikishaenda hiyo sehemu, isha detect hicho chombo kinafanya hapo uvuvi haramu, itatoa sauti kwamba ile onyo, tafadhalini ondokeni sehemu hiyo haraka iwezekanavyo. Na kama hawajaondoka ndo hatua za kisheria zitachukuliwa juu yao haraka iwezekanavyo, kwa sababu tuna kifaa hichi hapa ambacho kina GPS ndani yake, na tutaweza kujua ni sehemu gani hao wanafanya uvuvi haramu wapo. Okay, labda hapa katika hivi vifaa viwili
ni kipi au umeweza kuintegrate ambacho kitakuwa sasa kinarudisha message? Hichi hapa. Lakini Mr. yuko hapo. Fungue. Fungue za kwa juu tu. Kwa juu tu. Hichi ndio cha kuconnectia na ili kiwake. Unaweza kutoka hilo. Hili hapa ndio. Hili kifungu. Humo Onyesha kifaa cha message cha kutuma message. Kwa hichi hapa tunaweza tukatia kadi ambayo itakuwa ina uwezo wa kutuma taarifa kule kwenye remote. Kama sehemu fulani tumewakuta Na kwa sababu ni ina GPS then itasema hata points, so that points so and so. Okay. na pia tumesema ina sensor. Hii pia ina sensor. Hebu ifunike. Pia ina sensor. Pia ina sensor. Pia ndio ina hiyo sensor ambayo ikisha Isitoshe hii pia ina antena. Kwa hiyo hii antena yake itakuwa ni rahisi kufikisha taarifa katika muda katika wakati ule ule bila kuchelewa. Hii pia ina sensor ambayo hiyo sensor wakati Hiyo ndio sensor. ndio hii sensor. Ambayo ndio itajua, yani ndio itasema kama hapa ndio yuko mtu na ndio itatuma hiyo taarifa ndio hapa. Sawa. Tuwapongeze. Calabanco. Señorita. Kwa hiyo na mimi nashukuru na nawashukuruni wanafunzi wote kwa muda wote mliokuwa hapa. Na nafikiria nitazungumza baadaye kidogo, lakini kwa sasa hivi bora tufanye ile jambo muhimu la kutangaza sote ni washindi actually. Ni project nzuri sana ambazo mmekuja nazo, na nilikuwa nazungumza na mwalimu wangu hapa ananiambia kwamba mmezipresenti vizuri sana kuliko hata wanafunzi wetu wa degree. Ameniambia hapa. Kwa hiyo ni kazi nzuri sana ambazo mmezifanya, lakini na kama ambavyo timu mbili zinapocheza kwa hiyo lazima apatikane mshindi mmoja. Kwa hiyo bila kupoteza wakati nafikiria bora nimkaribishe Chief Judge Dr. Mariam atupe utaratibu kwanza wa vipi maksi zimekuwa na kuwatangaza washindi. Karibu sana mgeni rasmi, Madam Masinga kutoka TCRA. Karibu Dr. Adinani kutoka School of Computing. Karibu Madam Irene kutoka TCRA. Karibu sana Mr. Akram. Karibuni wanafunzi. Leo kwa kweli ni siku nzuri. Baada ya kukamilisha masomo yetu ya wiki moja, tunaenda kuangalia ni nini tulijifunza na nini tulifaidika nacho. Kwa kweli niwapongeze sana na niwapongeze
na wale team leaders wa kila group kwa kazi nzuri iliyotukuka mlioifanya. Kwa kweli mimi mwanzo nilitamani muende nyote, na nilimwambia madam pale, kwa nini wasiende wote? Kwa sababu vitu vyote vilikuwa ni vizuri na nyote mlitakiwa muwepo. Lakini lazima mmoja atoke mmoja tu, tunamhitaji mmoja, wengine wabakie. Sasa basi, hata hivyo hakuna aliyefeli. Sawa Hakuna aliyefeli. Nyote mmefanya vizuri, tena vizuri sana. Sasa kwanza hakuna group namba 4. Kuna watu wamefungana hapo katikati. Na kwa sababu mmefungana, manake ni kwa sababu mchakato ulikuwa mgumu sana. Mshindi wa 3 walikuwa wawili hawa, ambao hawa walifungana kwa maksi 75. Ambao hawa kutokana na zile marking tulizozielezea, ambao tulisema kulikuwa na vitu gani tunaviangalia? Presentation. Nakumbuka? Tunaangalia vipi ulielezea tatizo lako. Tuliangalia vipi unajibu maswali. Kwa mfano ukipewa nasty question. Nakumbuka kuna maswali nilikuwa nakupiga pap. Sasa uliweza kujibu vipi? Manake ulitumia thinking yako, hujafundishwa darasani, kwa sababu most of the questions nadhani hamjawahi kuambiwa Kwa hiyo ilikuwa tunakuangalia vipi thinking yako inaweza kucapture maswali ambayo ni magumu kwa wakati ule, na ukatulia na ukajibu. Kwa hiyo vitu hivyo vyote vilisaidia katika kuangalia innovation yako ilikuwaje. Kwa hiyo sasa tukaja huyo mshindi wa 3 na wa 4 walikuwa Red Rose pamoja na Lotus Group. Senyorita. Kwanza niwapongeze sana hawa. Katika kitu ambacho mimi nilikipenda katika hawa, walikuwa na confidence kubwa sana, walielezea vizuri sana. Kulikuwa na kitu kidogo tu ambacho walishindwa kukiweka vizuri. Ni pale walipoelezea problem. Pale kidogo, yani problem liliwachanganya kidogo. Sawa Lakini mmefanya kazi nzuri. Tena nzuri sana. Naomba tuwapongeze tena. Kwa sababu ile Okay. Mshindi wa pili aliweza kupata maksi 80. You see the difference? Only 5 Si maksi nyingi, kwa maksi 80. Ambayo huyu yeye kutokana na sifa na uwasilishaji wake, yeye alionekana aliweza kuwasilisha na kujibu vizuri, hakutetereka, alishirikisha grupu vizuri, kwa sababu pia ushirikishaji wa grupu pia ulikuwa unaangaliwa. Na hawa walikuwa ni ni sawa? Kwa hiyo huyu mshindi wa pili ni Malaria. The Hero Girls Nadhani hapo mshindi wa kwanza na yeye ameshajijua, lakini alishinda kwa maksi 83. Ambayo ni nani? Change maker. Alienda kwenye blue economy huyu. Sawa, change maker ni nani? Simama kwanza. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Kwa change maker waliweza walifanya nini hawa kikubwa? Wali present vizuri. Sawa walishirikisha grupu vizuri, waliweza kujibu maswali vizuri. Kwa hiyo hawa ndio washindi wetu, lakini sisi sio kama hatukushinda. Tumeshinda
na we have so many ways ambazo sote tutashiriki pamoja na wale katika kuipeperusha bendera ya Zanzibar kwa pamoja, kwa sababu lengo letu si tu tuende, lazima tuende sisi alafu huku nyuma tukashindwe, au sio? Tuangalie vipi tutaishirikisha wale ambao wana potential wale, ili tuende pamoja katika kwenda kuwasilisha ili wazo letu. Kwa hapa mpaka tulipofikia, tumefikia lengo letu. Lengo lenu ni kukaa hapa wiki moja kujifunza, na tumejifunza. Sawa na tumeshinda sote kwa pamoja. Sasa hivi tunaangalia nani akaiwasilishe Zanzibar nje ya Zanzibar. Kwa hiyo sasa hivi ni us, si grupu lile. Ni nani? Us, sote kwa pamoja. Activity ambayo kila mwaka actually umekuwa unatushirikisha SUZA kwa ajili ya kuwa train pamoja na kuwapa elimu wanafunzi wa kike. Tunashukuru sana, na nilikuwa nazungumza na wenzangu sasa hivi, mbali ya kuja hawa wanafunzi, tutatafuta minzi ya pengine kushirikiana na ofisi yako. Sisi sasa tutoke tupitie skuli nyingine hizo za twende Magufuli, twende Lumumba, tuwatrain watoto namna ya kutengeneza hizi devices za IoT pamoja na kurusha hizi drone. Kwa hiyo tunashukuru sana sana ofisi yako kwa mashirikiano ambayo unatupa. Na jengine napenda niwashukuru sana wanafunzi kwa moyo wenu kuwepo hapa. Niliwaambia nafikiri grupu gani la mwisho lile kwamba nyinyi mshakuja SUZA sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi mkirudi huko maskulini, msitarget tena kurudi SUZA mtapomaliza advance. Yaani mtarget kupata division 1, mpate scholarship ya Rais Mwinyi, muondoke mwende zenu nje. Yaani mshakuwepo SUZA hapa, mshaona mazingira, mshasoma. Hii kozi ambayo mmepata ni kozi ambayo tunasomesha degree hapa. Kwa hiyo msitarget tena kuja SUZA. Kama utakosa huko ndio utakuja SUZA tena. Lakini sasa hivi mtarget kupata division 1, muondoke mwende mkaendelee na masomo yenu nje ya nchi. Kwa hiyo muda wenu mlokuwepo hapa ni muda ambao mmetumia uzuri, na washukuru pia trainers Mr. Akram na Mr. Yusuf kwa muda wenu. Mimi nilikuwa nikija nikichungulia. Kila nikija hapa na kuona mko busy. Kwa hiyo nakushukuruni sana. Jambo jingine kama ambavyo Dr. Mariam alisema, sasa hivi hii timu yetu ya change makers ndio ambao wameshinda, lakini is not a team sasa hivi ya wale watu 6. Kwa hiyo ni sote tutashiriki. Tutaimarisha ile team ili tupate nafasi ya kuimarisha ile project ili twende tukaiwakilishe Zanzibar kwenye mashindano ya kitaifa, nafikiria siku ya kilele. Wakati mna present, I was very 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 surprised. Yaani nimekuwa surprised kwa sababu kwa asilimia karibu 80 yale ambayo nilikuwa nawaongoza na nawafundisha mliyatekeleza kuliko wanafunzi ambao nawafundisha hapa chuo kikuu. Kitu ambacho kimenifanya niongee na dokta hapa, nawaambia kwa nini wanafunzi wetu hawako kama hawa, lakini ikagundua kama nyinyi hatuwezi kuwapata. You are another level. Kwa maana watakiwa muende mbali zaidi. Ndio maana dokta hapa akasema mkimaliza msije tena SUZA, muende mbali zaidi mkiwa na malengo ya kufika mbali. Kwa hivyo mimi kwa kweli nimefarijika sana kwamba mmeweza kuyatendea haki. Yaani kuitendea haki hii training ambayo mmeipata. Na ni kweli hakuna mshindi. Nyote ni washindi. Kuna mshindi mmoja. Nyote ni washindi. Mpaka mimi najiuliza hapa atatoka nani mshindi? Mbona waona wote washindi? Lakini inabidi afanyike maamuzi magumu sana. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema.
niwapongeze na niwatakie maisha mema huko ambao mnakokwenda, mufikie malengo yenu. Faraja ya pili, ingelikuwa tuna macho mengine ya kuyatizama huku mbele. Tunaambiwa mtu akifurahi sana sijui anaota pembe sijui anafanya nini, au sio? I'm really proud kwa sababu niko pembeni ya walimu wangu ambao they feel more proud kwamba tumemfundisha Yusuf. Wote hao mnaoangalia hapa, sawa? Na leo amesimama mbele anawafundisha ndugu zake. They are so proud. Kwa ndio maana ikiwa kuna macho fulani mkiwa nayo, sichori picha, lakini tasema wale vichwa vimekuwa vikubwa kuliko mili yao. I'm seeing that. Sijui tumeelewana. Hii ina maana gani? Ina maana safari yetu ambayo tunakwenda nayo ni ndefu, lakini lazima tuiwekee malengo. Malengo gani? What I wish to see from you guys ni kwamba siku moja na mimi nisimame nikae sehemu, alafu na mimi kichwa kini zidi mwili wangu, niseme yes, those are the girls ambao siku moja nilipata fursa ya kuwapa kitu ambacho walimu wangu wamefanya nini, wamenifundisha. Sawa? Kwa hiyo safari yetu sisi bado inakwenda mbele. Fursa tuloipata hawajaipata watu wengine. Madam amemaliza, sisi tuko tayari. Mkienda sasa hivi nyinyi ni watoto wa kidijiti nyinyi, au sio? Ukienda ukisearch huko kwenye YouTube, unaweza ukakuta mtu anarusha drone halafu kuna mtu anakwenda mbio. Kasa chini mtaona. Lakini leo nyinyi mtakwenda mbio? No way. Sawa? Na mtamwambia mtu, ili tuirushe kiusalama tunatakiwa tufanye nini, au sio? Na nyinyi wenyewe tayari mmeshajiweka katika level nyingine. So be proud of yourself. Jijue kwamba umepata kitu kipya, na jiwekee malengo kwamba kuna siku nitampita yule Yusuf alikuwa kasimama pale anatupita, and that is my dream, is to see you are doing more than what I just did. Sijui tumeelewana. Kwanza mimi niseme tu, yani nyinyi wasichana mnajielewa, na it's okay kujisikia saa nyingine hivyo mnavyojisikia. Hivi ushawahi kuona umefiwa afu mtu akwambia usilie? Umeshawahi kuona Kwa hiyo saa nyingine it's okay kujisikia, lakini ujisikie hivyo, usipoteze direction. Take it positively. Sawa sawa? Mungu ndiye anayegawa riziki. Kwa leo Mungu ndo ameamua group fulani ndio change makers waweze kushinda. Haimaanishi kwamba wewe si mwerevu, haimaanishi kwamba wewe hujui kitu. Kwa sasa amesema wao waende. Pengine hawajawahi kufika Dar es Salaam, au sio? Unajua kufika Dar es Salaam. Unaona? Mungu amejua baba huyu dada naye aende Dar es Salaam tarehe 24. Unaona? Kwa hiyo yote haya yanatokea kwa sababu nzuri tu na kwa nia nzuri. Na mimi niwatie moyo, bado kuna a lot of opportunities zinakuja mbele yenu, na especially huku Zanzibar. Ameongea hapa dokta, kuna scholarship, unaweza ukashangaa hujapata hii kwenda Dar lakini ukapata scholarship ya kwenda India, au sio? Yote hayo yanawezekana. Kwa hiyo ni kuongeza bidii, na sasa hapa mmeongeza CV. Ina maana hata utakapokuwa unaomba hizo nafasi unaweka na wewe pale, nilishiriki mafunzo ya TCRA, nikarusha drone sijui kamwagilia watu wa agriculture wale. Kwa hiyo mambo kidogo CV yako inakuwa imechangamka, au sio jamani wanangu? Kalabanko. Signorita, girls in ICT, inclusive digital transformation. Asanteni sana. Asante sana Dr. Ali Adnan Idarius, mkuu wa School of Computing, Communication and Media Studies, Dr. Mariam Masoud Hamis. Asante sana. Asante Mwalimu Akram, asante Mwalimu Yusuf, asante sana Madam Irene. Yani jinsi ulivyosimama na kufundisha nimefurahia sana.
Asante sana Hirit, asante sana Yaki, asante wapiga picha wote, asante sana pia technician wetu Ahmed. Pia asante watoto wote ambao mmefanya vizuri. Wakati nimeingia hapa, niliingia presentation zinaendelea kwa 2. Na nilikuwa natamani kupiga makofi, kumbe nikasikia sijui kasalaba, nikasikia kasakati gani. Nikasema oho, mimi ningepiga makofi huko. Lakini mmefanya vizuri sana. Na nipende kuchukua nafasi hii kabisa nishukuru Suza. Tunashukuru sana kwa ajili ya ushirikiano, na pale ambapo TCRA tumekuwa tukiwaomba basi muendeshe mafunzo kwa ajili ya mabinti zetu, kwa ajili ya watoto hawa, mmekuwa tayari kufanya hivyo na mmefanya kwa moyo wenu wote, na hata tunaona pia matokeo ni mazuri. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, Dr. Jabir Bakari, napenda sana kuwashukuru kwa mashirikiano ambayo yapo. Na asante sana walimu wetu wazuri pia kwa kufundisha vizuri. Haya tuliona leo, tusingeona kama nyinyi hamsingekuwa tayari na ule moyo wenu wa kufundisha. Lakini pia na nyinyi, napenda sana jinsi ambavyo ile energy mliokuwa nayo, ile confidence mliokuwa nayo, yani ni super. Sasa labda niseme haya machache. Kwanza nianze na Suza. Suza, this is opportunity. Hii ya TCRA kufanya hapa, hii ni nafasi kwenu. Kuna wale watu ambao wameshapita mikononi mwenu. Mnaweza mkafanya mkapata database. And this is a project. Mkawa na project kabisa katika school, hii School of Computing, Communication and Media Studies. Mkawa na project ambayo mkaanzisha mkawasupport wale watoto ambao wamefanya vizuri. Nakumbuka kuna wale wa primary, kuna wale watoto wengine tena, kuna hawa, na kuna wengine pia wako Pemba. Kwa hiyo mnaweza mkawa na database. Hata bila TCRA you can do something. Naeleza ukweli kabisa. Kwamba mkaweza mkasupport wale watoto, mkafanya kitu, hata mkaenda kuomba kwenye SMZ, mkafanya kitu fulani kwa ajili ya watoto. Nisingetamani kuona confidence hizi zinapotea. Nguvu hii ambayo imewekeza, nilisema kwamba TCRA hatupotezi, tunawekeza. Hasa kama tunawekeza, tutamani na wadau wengine watusaidiane katika kuwekeza kwa watoto. Kuna watu wazuri hapa sana tu. Karibu wote hawa ni wazuri kabisa. Kwa hiyo nadhani tukiacha kufikiria kwenda Dar es Salaam, Dar es Salaam sio kitu. Kitu ni wewe umepata nini. Nikueleze ukweli kabisa. Kwenda Dar es Salaam na kwenda kupata cheti. Ile skills ambayo umepata ndio kitu kikubwa sana. Wote tusingeweza kwenda. Lakini skills ambayo umetoka nayo hapa ni kikubwa. Lakini na hiyo skills ambayo umetoka nayo hapa ndipo napoomba Suza tuiangalie hii program kwa mtazamo mwingine tofauti kabisa. Kwamba tunaweza kumbe tukachukua kwamba kuna cream sehemu fulani na hii cream itengenezwe tuifanyie project fulani. Kwamba itakuwa sasa ni project katika darasa katika nini mkaweza kufanya vizuri. Lakini nije kwa wale change makers. Hongereni sana kwa sababu wakati tunafanya presentation nilikuwepo. Kitu kimoja ambacho nilipenda kwa change makers, mimi sikuwa judge, lakini ni kwamba wamechukua agenda ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tujipigie makofi. Agenda sasa hivi ni uchumi wa buluu. Hiyo ndio agenda. Ni uchumi wa nini? Na nyie mmeenda kwenye agenda. Hata kama ungepata wengine, mimi bado ningewasifia nyie kwamba agenda. Umeenda kwenye agenda. Kwa hiyo hii ni agenda ya nchi yetu. Ni agenda ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa sisi wengine wote tukusanyike pamoja, tuwaombee wenzetu wakafanye vizuri kule kwa sababu wanaenda kutuwakilisha sisi. Hii project wanayoanza ikafanyikiwa, tutakuwa sisi wote tumefanya nini? Tumefanikiwa. Sasa tunaenda Dar es Salaam tuhakikishe kwamba tunaenda kuwakilisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar vizuri. Tufanye vizuri ile project, kama tunasema kuweka mambo sawa, tuweke mambo sawa. Na siku ile wakati ambapo mna present, mfanye vizuri zaidi ya hapa. Yaani muonekane kwamba kweli mnaweza. Sawa? Baada ya haya machache niseme tu kwamba nawatakia kila laheri. Sikukuu iko mbele yetu, kesho kutwa. Niwatakie sikukuu njema, sikukuu nzuri yenye mafanikio.
wewe mwingine usiumie. Asiyekubali kushindwa ni nani? Yes, asiyekubali kushindwa si mshindani. Katika maisha kuna kupanda na mimi mnaniona hapa ni kuna milima nimepanda, nimeenda, nimeshuka, nimerudi. And that's life. Kama ukishazoea mambo yako yote yanaenda namna hii, na kwamba utakuja kudondoka vibaya. Kwa hiyo ukishazoea kuna kupanda, kuna kushuka, then you know kwamba sio wakati wangu na wakati mwingine. Kwa hiyo machache natakia kila la heri. Girls in ICT, Inclusive digital transformation. Girls in ICT, Inclusive digital transformation. Empowered girls, transforming world for better future. Empowered girls, Transforming world for better future. empowered girls, Transforming world for better future. empowered girls, Transforming world for better future.